Ya ni story nafikiri inapokuja katika nyakati hizi za usajili zimekuwa zikitajwa sana au zikisemwa sana siku zote. Hizi timu mbili za Kariakoo nikimaanisha Simba na Yanga hazianza leo swala la kugombania wachezaji, naweza kusema namna hiyo. Kupointi mchezaji na timu nyingine kwenda kumtambuka kwenda toka zinaanza muda mrefu. Sio uongozi toka enzi za kina Rage wako katika uongozi. Na sio kipindi cha kina Rage, pengine hata nyuma zaidi walikuwa ni timu ambazo zimekuwa zimekuwa zina ushindani mkubwa. Kwa hiyo hata katika namna ambavyo wanatafuta wachezaji wao wamekuwa pia katika ushindani katika maeneo ambayo wamekuwa wakielekea. Kwa hiyo ukiona mchezaji pengine Yanga amemchukua, anatajwa kwamba pengine Simba walimpoint kabla ya Yanga, alafu baadaye Yanga wakafanikiwa kumchukua, Simba moja kwa moja lazima waende wakakanusha ile swala, sababu kama sisi hapana tujawahi kumchukua mchezaji huyo. Nafikiri ushasikia story ya kina Dumbia, ushasikia story ya kina Balakonte, ilikuwa ni same story, lakini wakabadilisha tu jina Kante huko kwa Balakonte. Kwa hiyo ni story ambazo zilikuwa zinafanana, na kuna ukweli mara nyingi katika eneo hilo, kwa sababu wachezaji wakali katika kipindi cha Januari kuwapata ndio wako katika mazingira hayo. Kwa hiyo sikushangaa kusikia Simba na Yanga walikuwa wanamtaka Okello, kwa sababu mchezaji potential, mchezaji mzuri ambaye hata Simba wenyewe wanatamani kuwa na aina mchezaji kama yule. Sasa shida ilikuwa katika eneo lipi? Ndio hapo watu wanasema mwisho wa siku lazima ukanushe ili ionekane kwamba mimi yani sistaki bichizi baada ya kuzikosa. Kwa Simba kwa sasa hivi ni tofauti kidogo, unaweza ukasema tofauti na Yanga, na hiyo wamekuwa wakiwabidi katika maeneo mengi, na mara nyingi unaweza ukasema namna hiyo. Kwa maana ipi namaanisha? Kwa Yanga imekuwa ni rahisi kwao kutokana na namna ya structure ya uongozi wao ulivyo. Yani hakuna mizunguko mingi sana ya kusema kwamba labda namtaka fulani, alafu baada ya kumtaka fulani mshabageni tayari, alafu mnaanza kurudi tena, mnaanza kuvitafuta kile kiasi ambacho mmekuwa mmekibageni. Kwa Yanga ni tofauti, wanaposema namtaka fulani si mmoja tukipigwa basi fulani yule anakuwa anakuja. Yani hakuna mzunguko mwingi katika swala la kubageni. Ndio hicho kinachowasaidia. Yani kwa mfano swala la Okello, anasema Simba wenyewe walihitaji kwenda mara ya kwanza kwa Okello tangu msimu uliopita. Na kuna baadhi ya vitu pengine kwa Okello walikuwa hawajaafikiana, unaweza kusema namna hiyo. Na kubwa ambalo walikuwa hawajaafikiana ni swala, unaweza kusema ni swala la hela. Pengine kiasi cha hela ilichotoa timu ya Okello walikuwa wanataka kiasi zaidi ya kile ambacho walikuwa wanakipata. Sasa wakati wanaenda kujiuliza, ndio tofauti sasa unapokuja kati ya Simba na Yanga katika eneo la usajili, hasa katika wachezaji hao wa kuvutana au kugombania misuli ya fedha. Misuli ya fedha ndio pale inapatikana. Sio kwamba Simba hawana misuli ya fedha, ila mzunguko wao wa fedha kuja kupatikana ni tofauti kulinganisha na Yanga. Kwa Yanga ni straight, ni stadium ambayo imenyooka. Kwa Simba kuna kona zinakuwa zinapinda. Na kona zinatokana na nini? Kona zinatokana na kwanza kutokuaminiana. Kutokuaminiana hiyo ipo, wala hawezi kushangaa, kwa sababu wewe huwezi kuwa unatoa fedha, unataka mchezaji mzuri, alafu mara ya kwanza unaambiwa kulikuwa na bei hii, alafu ghafla unaambiwa bwana hawataki bei hii. Sasa kama ushawahi kupigwa huko nyuma, hata kama wewe ndio unatoa hela, huwezi kukubali kwenda kutoa hela moja kwa moja. Lazima utake kwanza na wewe ujiridhishe kwamba ni kweli kiasi hiko ndio kinachohitajika. Kwa hiyo tayari unaona hapo tayari kona tayari ishapatikana. Sasa kwa Yanga ambaye anawasaidia, fadhili yao ambaye anawasaidia, tayari ana mtu wake ambaye anamwamini moja kwa moja yuko pale. Kwa hiyo yeye akimwambia bwana kuna hili na hili tupige bao, inabidi tufanye hivi, hakuna kona anakuwa ni mstari ambao ulinyooka. Ndio kidogo hapo Simba anakuwa anazidia maarifa na Yanga katika maeneo ya usajili. Kwa hiyo bado naamini kabisa kwamba Yanga anawapiga bao Simba katika usajili wa Okello. Bana, ukitazama Simba kwa sasa hivi na dirisha hili dogo, wanastahili kwanza kufanya usajili na au hawastahili kufanya usajili, na wako kimya kweli kweli safari hii. Sio kimya. Unajua unapokuwa una muscles kubwa sana
una nguvu kubwa kama aliyokuwa nayo mwenzako, inabidi upange mipango tofauti ili uweze kukabiliana naye. Moja ya mipango utofauti wake unatakiwa kwanza upite chini kwa chini. Upite chini kwa chini ili ukipita kwa kujitangaza unaogopa mwenzako anaweza akaja akakuzunguka. Mwenye msuli anaweza akaja kuzunguka. Kwa hiyo kupita chini kwa chini inaweza kuja kukusaidia kupata aina ya wachezaji ambao unawahitaji. Kusema kwamba Simba inahitaji kusajili si kweli. Simba naona inahitaji kujiimarisha tena sana kulinganisha na namna mzunguko huu wa kwanza ambao kwa umekwenda katika mashindano ya kimataifa ambayo wapo, umeona hawajafanya vizuri sana, lakini halikadhalika katika ligi pamoja na kwamba wamefanya vizuri, lakini bado hawako katika ile piki ambayo inahitajika, au watu wengi ambao wangetamani kuiona Simba iko pale. Unajua kuna hatua ambayo Simba sasa hivi wanapitia, wanajenga na kujipanga ili kuweza kumfikia mpinzani wake. Mpinzani wake tayari uko pale juu. Unafikiaje kwanza kulevo naye? Lazima uwe na wachezaji ambao watakusaidia katika kikosi chako kwa namna moja au nyingine, wachezaji bora ambao wanaweza kusaidia. Sasa msimu hadi msimu ni bado unaweza kuboresha. Unaweza kuwa msimu huu ukasajili hao wasiweze kukliki moja kwa moja, ukashangaa tena msimu ujao wanasajili kwa idadi kubwa ile ya wachezaji, kwa sababu wao waleta hawakukupa kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Kwa hiyo hata dirisha hili dogo, mimi naamini Simba wanahitaji kwa baadhi nafasi kuziboresha ili kuweza kuwa na kikosi kikubwa. Kikosi kikubwa kinapatikana pale unapokuwa na big bench, yani upana wa kikosi chako ndio unaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya vizuri katika mashindano. Kauka nikuvaa waga haisaidii. Yes. Na Simba wana kauka nikuvaa. Kwa sababu na kauka nikuvaa, yani hakuna ile wanasema rotation ya moja kwa moja ambayo kocha anaweza akafanya akawa comfortable, akawa relax, amekunja mikono. Anafanya rotation, lakini huku yeye mwenyewe anatetemeka, hajui ana uhakika wa kitu gani ambacho kinaweza kwenda kutokea uwanjani, na hiyo hakuna benchi yoyote ya ufundi natamani hilo jambo liweze kuwatokea. Ndio maana siku zote wamekuwa wakijaribu kuboresha, na hata dirisha hili dogo wanahitaji kuboresha ili kumpa nafasi kocha aweze kuwa na upana wa kikosi cha kuweza kufanya nacho kazi. Yes. Steve Barker, kocha mpya kabisa wa Wekundu wa Msimbazi Simba, tunamwona kwenye Mapinduzi mpaka wametolewa pale na Azam. Kuna badiliko lolote la kiuchezaji kwenye kikosi chao? Inaweza kuwa soon. Inaweza kuwa mapema sana kuweza kusema kwamba mabadiliko gani ambayo anaweza kufanya katika kikosi. Unajua watu yani mashabiki wa Simba wanaitizama Simba kwa kuwatizama wapinzani wao. Hawajui kwamba kuna kambio kidogo wanahitaji kukimbia peke yao ili kuweza kumatch kuwafikia, kwa sababu tayari wapinzani wao washafika mbali, washasogea. Sasa ili uweze kuwafikia, usiwatizame kwanza wale, utakata tamaa kwa sababu wao wako mbali. Kimbia kwanza, ongeza wewe mwendo huko nyuma, uwakaribie wale, alafu ndio hapo unaweza kumachi nao. Kwa hiyo kwa sasa hivi mashabiki wa Simba wanachopaswa kutizama ni kutoa ni kuwapa imani makocha ambao wanakuwa wanawasajili. Kuwapa imani makocha kwamba wanahitaji muda, wanahitaji kujenga aina ya kikosi ambacho kitakuwa na ushindani wa kweli ili waweze kuweza kumachi sasa kufikia wale wapinzani wao ambao wako mbele. Asante sana. Asante sana.